watu wa Mungu, karibuni sana idhaa ya Radio 14 Africa, ukuwe na burudani, redio inayekuwa kwa kasi sana duniani. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu, sijui nikupe nini kwa zawadi ya uhai ambao umenipa kuiona tena siku nzuri kama hii, siku ya kupendeza kabisa, mambo mazuri tena ya kupendeza kwa mno. Nashukuru Jehova. Tuko ndani mwa kitengo kizuri kabisa, wanawake shujaa katika maandiko, na leo hii tunaendeleza habari za mama kwa jina Hana. Tulipomaliza vipindi vilivyopita, tulimwona mama huyu Hana alikuwa ni mke wa mtu kwa jina Elkana. Katika utafiti wetu na kudurusu mawili matatu, tulikuja kupata Hana alikuwa ni mke yule aliyeolewa wa kwanza kabisa na mzee huyu aliyeitwa Elkana. Na siku zote maandiko yanasema mzee alimpenda sana mke huyu sana, lakini alikuwa na upungufu kiasi, maana hangeweza kupata watoto. Kisha tunapoangalia tunamuona alipokuwa vile vile akipata watoto, basi hapati watoto, jamii ile Penina aliweza kupata mwanya na akaingia ndani. Hii inaonyesha wazi katika habari za wanawake shujaa. Penina katika uhai wake na siku za uhai wake katika ndoa hii alikuwa na wivu sana na mke huyu Ana. Alitafuta jinsi ya kuweza kumwaibisha kila kuchao. Wakati mwingi alitamani sana aone aibu inamfuata Ana kila siku. Penina alikuwa na ubora wa kupata watoto. Penina alikuwa na ubora wa kupata watoto, na sababu hii ilimfanya akawa mtu mwenye kiburi sana, na siku zote aliweza kutamani na kuweza kuona Penina huyu, kuona Ana anapata shida za kuweza kusurvive katika ndoa hii. Ukisoma wa Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari ule wa 6, Ana alimtumainia Mungu siku zote, licha ya kuweza kuishi maisha haya ya shida, kuchekelewa, kudhaikiwa, kusukumwa, kuonewa na mambo kadha wa kadha, lakini kwa sababu ya haya yote tisa, alikuwa mtu aliyejua makusudio ya Mungu. Penina alifadhaisha sababu nyingi zana zake, kwa sababu alikuwa amefahamu mama huyu ni tasa. Basi alitumia njia nyingi zote kuona ni kwamba anabaki akisononeka, kuishi maisha ya kuwa na hali ngumu. Lakini Mwenyezi Mungu hupanga mtu kwa wakati wake. Inawezekana ya kwamba kwa wakati huu Ana alionekana dhaifu na asiyoweza kupata watoto, lakini Bwana Mungu alikuwa na makusudi yake siku moja ya kwamba mke huyu atakuwa na mtoto. Elikana alitambua kwamba Ana alikuwa anapitia fedheha nyingi na shida nyingi, ndivyo alimpenda na kumkumbatia siku zote na kuishi naye katika hali hiyo yake, na kufahamu ya kwamba siku ipo Mungu anaweza fanya jambo. Iwe Elikana alijua kusudi lile la chuki iliyokuwa inatoka kwa Penina, lakini alimwomba Yehova pia ampe neema ya yale aliyokuwa yanapitia. Neno lake lilikuwa linafundisha kwamba ni vyema tena vizuri kuishi katika umoja, upendo, uvumilivu, utu wema katika safari ya kila siku. Alionekana kwamba, jinsi tulivyosema vipindi vilivyopita, ni mzee aliyependa kusafiri, na siku zote alisafiri pamoja na jamii yake kwenda safari za mbali. Licha ya wivu, chuki, majivuno, kujipiga kifua kwake Penina, lakini pia naye aliishi kujua kwamba huyu ni mke aliyopewa, nitaishi naye katika safari hii. Asubuhi mapema, kila wakati ulipoamka, aliwatia moyo na kumwambia Ana, jipe moyo, siku yako Bwana atatenda. Baada ya kusafiri siku nyingi, tulisema tena katika vipindi vilivyopita, alionekana ni kama kwamba anachoka na safari ile, maana mambo ya kukua mazuri sana kwake. Lakini siku zote alipofika Shilo, alikimbia madhabahuni na akawa na tabia zile zile za kwamba Mungu atatenda jambo. Kama kitabu kile cha Samueli wa kwanza 1:18, Biblia inatoa habari njema, inasema kumhusu uzuri na tena asili yake, utulivu uliokuwa ndani yake, na kwamba alikuwa mtu amependa kumpendeza Mungu, na hata nadhiri zake alivyotoa alitimiza mbele zake Yehova. Na siku zote alijua bingu itafunguka, bingu itanisikia na bingu itajibu maombi yangu. Yehova anaweza kushinda tatizo ambalo unaona ni kubwa na kulifanya kuwa dogo. Mambo yaonekanayo yameshinda wanadamu, kwake Jehova hayajamshinda milele. Siku zote tunapohisi tumelemewa na kuhisi ya kwamba tumebaki peke yetu, kiasi ambapo
vitu havituendi vizuri, tujipe moyo kama Anne na kuzungumza na waziwazi na Mungu na kumwambia katika mioyo zetu, inawezekana, nimsikilize Mungu na sala zangu atapokea. Tukisali kwa imani kulingana na kitabu kile cha Zaburi ya 65:2, tukisali kwa imani na kuendelea, tutaipokea, na baada ya kupokea, neema ya Baba itakuwa juu yetu, maana tuna amani ya Mungu ambaye ina ubora zaidi ya fikra za kibinadamu. Wafilipi 4:6 na mstari ule wa 7. Hakika nasema hivi, Mungu wa amani akulinda, akutunze popote ulipo na akupe kibali tunapoendeleza somo hili. Tupate katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook ya Radio Fortune Africa, Facebook yangu ya Matthew Ndeva, ama katika YouTube yetu. Utapata vitu hivi kwa urefu zaidi na kwa utendeti na kwa mapana zaidi. Asante, langu jina Ndeva Matthew. Pia unaweza simama na kituo chetu, radio yetu, Radio Fortune Africa, na kichache ulicho nacho unaweza tuma kuwa baraka kwetu, kutusaidia kusalia wani daima na hata kuvuka kufika sehemu ya pili tunaita FM 4561468. Hiyo ni tin namba ya idhaa ya Radio Fortune Africa. Nasema asanteni na karibuni popote mlipo. Hii ni redio yako inayekuwa kwa kasi sana dunia nzima.